Munyamweru Media, ahabbu nnasi ila Allah anfauhum linnas. Na alfaridha yani za sunna. Hapana, kwa sababu zile ni za faradhi. Yeye amesema za ghairi alfaridha ambazo sio za faradhi, za sunna. Kwa hiyo zinaitwa. Naam, swali zuri sana. Au wale wengine unaweza kusali tahiyatul masjid alafu istikhara ina rakaa zake mbili, nia yako kwamba ni istikhara. Hapo ndio kizuri cha dini, hapa ingia akili. Maana kwenye akili yako sasa si mbili kwa mbili, problem iko wapi? Hakuna. Kama nia ni istikhara, piga kwanza mbili ambazo sio zile. Aisha chukua huku shapu. Unaona watu wako shapu. Asichukue wengine mpaka tuelekeze. Ndio maana Mungu ameweka hapa mbele. Naam. Swali yangu kuhusiana na ilikuwa liko vizuri kabla sijao maisha ya bwana. Mimi najua uko vizuri. Sema ni mfano. Sema ni mfano. Kosoa kwanza. Sema ni mfano natoa. Maana mimi najua uko vizuri. Alhamdulillah. Mimi najua. Ni mfano. Kabla sijaoa alikuwa fresh, baada ya kuoa mambo yanaharibika. Swali zuri sana. Mimi nimemuoa mwanamke, mambo yameniharibikia, nibaki naye au nimwache? Ndio swali. Usimwache, baki naye. Sheikh, yatazidi kuharibika, inawezekana oa mwingine, lakini yule nani ameguna hapo, nimtoe nje. Nani ameguna? Kuna mtu ameguna, inabidi mbona nitazame vizuri. Ndugu zangu Waislamu, unajua tatizo kwenye linakuja ni wapi? Tatizo linakuja ni kwa sababu mara nyingi fikra zenu zinakwenda tu mngambo ya wanamume. Fanya kama ni kinyume. Umemuoa binti ya watu au mama au alikuwa mjane, alafu yeye baada ya kuolewa na wewe, yeye ndio anakuwa na mitihani na matatizo. Si yako pia. Mwanamke anaolewa anakuwa naumwa, anakuwa hivi. Pengine alikuwa hata kazi yake nzuri, anafukuzwa, akiomba pengine hapati. Vipi? Na yeye kuache? Mbona mjibu? Kwa hiyo na yeye kutoke. Hasa kwa wale vijana ambao wanataka kuolewa. Tulisema kuna vijana wanaolewa. Wale wanaofuata mali. Umeolewa na mwanamke wa majuu, mambo fresh, anakupa euro, anakupa nini? Baada tu ya kuolewa na wewe, mitihani inaanza. Na yeye kufukuze. Na pengine wakati wewe ndio umeshamaliza ijraati zote za kukupandisha, unasubiri tu visa itoke ili na yeye anaona vitu haviendeki. Si nauliza swali, akutoke? Mbona mjibu? Yaani nyinyi kwa watoto wenzenu ni muache, haumuachi. Unamwachia nini? Dini haikubali mkosi kwa binadamu. La tiyarata. Tulishafundishana hapo. Hakuna kitu kinaitwa nuksi. Kila kitu ni antu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi min Allah. Ni mtu kuamini kwamba khairi na shari kapanga nani? Allah. Kwa hiyo usimtuhumu mtu wa watu. Kwa hiyo aliendeki wengine, lakini usimfukuze. Na pako hadithi maudhu'un, yani iko hadithi ya kuwekeza, sio hadithi yani ni maneno ya Kiarabu waliundaunda wakayaweka tu. Qala Rasulullah sallallahu, kwamba mtume amesema, jamaa alikuja kwa mtume, maisha magumu, vitu haviendeki. Mtume akamwambia mambo magumu, oa. Nasali mwaijui hadithi. Akaoa. Baada ya kuoa ndio kupauka kukazidi. Akaja tena kwa mtume, ya Rasulullah, hapa sasa ndio raangamia. Akamwambia ongeza. Akaongeza, hali kazidi kuwa mbaya. Alipoja mtume akamwambia bado ongeza wengine mpaka wangapi? Eti wanne ndio mambo ya Rabbul Alamin. Si wala hadithi, yani maneno ya uongo yani. Abadan. Si kweli. Kwa hiyo usimwache. Usimwache, lakini ukiweza oa mwingine, Allah atakupa. Nani iko katika kitu? Baba na mpe huyo hapo. Huyo wewe mpe hapo. Tunatazama umri. Aliowatuma mzaliwa nyuma yenu mtajijua. Ni kwa uliza swali. Jua hizi raka za istighfar. Za istikhara. Ni kuomba ushauri kwa Mungu. Unaweza kuzifanya leo.
zinakuwa na muda kiasi gani gisi zinaenda zinapishana 3-3? Inategemea na wewe mpango wako gisi utapanga. Lakini vizuri usifanye leo ukafanya na kesho. Yaani kwa uchache pitisha hata siku 3. Kwa uchache pitisha siku 3. Lakini kama hauna pupa, hauna haraka, pitisha hata wiki. Ni bora. Lakini iwe idadi ya witri. Fata sunna. Yaani iwe idadi, upitishe idadi ya siku zisizogawika na 2. Yaani usipitishe 4, afadhali upitishe 5. Nenda hivyo. Afu mara 3 basi. Nadhani inatosha. Na nilikuwa nauliza nyingine swali hapo. La pili ile. La pili. Ni wakati gani mzuri bora unaweza kuzisali ukaomba hiyo dua fi thuluthi al-layl al-akhir? Wakati bora mzuri usiku wa 3 wa mwisho, saa 8, 9, 10 mwezi saizi ndio wakati bora, maana usiku umegawanyika sehemu hizo. Tena hizi 3 masaa matatu. Kuna usiku wa saa 2, saa 3, saa 4. Kuna mtu anaweza kusema shehe, saa 1 sio usiku, ni usiku lakini saa 1 tunasali la isha, alafu tunaenda nyumbani. Ndio maana saa 1 hivi. Saa 2, saa 3, saa 4. Huyu bado ni usiku wa watoto kufuata desert anime. Huyu hapana. Alafu kuna wa saa 5, saa 6, saa 7. Huyu ndio wale walikuwa vijiweni wanarantia nyumbani sasa. Na wafuata machi kule. Hapana huyu. Wa saa 8, saa 9, saa 10. Mtu anasema 11, 11 ni alfajiri. Kwa hiyo 8, 9, 10. Huyu ndio Mtume alisema kwenye hadithi ya Abu Huraira, anasema yanzilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa thuluthi al-layl al-akhir. Kila siku unapobakia usiku wa 3 wa mwisho, Allah anateremka kwenye mbingu ya dunia, ananadi, anatoa ofa hizo 3. Mungu mwenyewe, hamtumi Jibril. Yeye mwenyewe Mungu ananadi, anasema man yad'uni fa astajib la, nani mwenye maombi yake nimuitikie. Wakati wewe labda ndio unaomba, unakutana na munada wa nani, wanatia tiki moja kwa moja. Wakati wewe muda mwingi kaka yangu, ndio muda watu wengi wamelala fofofofo, alafu mbaya, na ndio muda mzuri waangaji wako wanawanga. Yaani Mungu ananadi, wao wako wanawanga. Na ndio muda wakati mwingine wezi wako wanajifunza kwenda kufanya nini? Kuiba. Na hasa inapokuwa mvua inanyesha. Sasa wewe Mungu amekujalia, umeamka, umeacha usingizi wako, umetawadha, pengine umeamka ulikuwa hauna udhu, umejitoharisha. Baada ya hapo umechukua udhu, umesali rakaa ngapi? Alafu unamwomba Mungu, Mola wangu wewe, na yeye ndio ananadi, nani mwenye maombi yake alifanye nini? Nimpe, anakupa. La pili, Mungu ananadi kusema wa man yasalni fa utiyahu, na nani mwenye ombi nimpe. La kwanza maya duuni, nani mwenye kuniita nimuitike. La tatu anasema Mungu wa man yastaghfirli fa aghfir lah, na nani anahitaji msamaha wangu nimsamehe. Kwa hiyo Mungu nisamehe yale yote ninafanya kwa siri na dhahiri, yale ninafanya kwa kusudi na kwa kuteleza. Mungu wangu nisamehe yote niliyotanguliza, na yale ambayo nitayafanya nihurumie. Mungu anafuta. Huyo ndio wakati mzuri, 8, 9, 10. Na kama Mungu amekujalia uko msafari, hasa kwa wale wanaendaga makonvoi, maana unatembeaga na magari, alafu inafikia sehemu kila mtu anajua ni wapi, unapaki, unaingia hotelini kufanya nini? Sasa kama ni hiyo mida imefika, uko msafari, alafu unachukua udhu. Allahu Akbar. Kwanza safari tu yenyewe ni moja miongoni mwa sababu za dua kupokelewa. Kuwa tu msafari. Mtume sema dua ulmusafiri mustajab, dua ya mtu ambaye msafari. Alafu la pili, umenenda kwa huyo muda, Allah anakupa. Sio je muombe Mungu baada ya dhuhuri. Maana kuna mwingine baada ya dhuhuri mtu anakauka. Baada ya dhuhuri upewe shehe. Fanya juhudi. Fanya juhudi. Kuna watu tumeishi Madina, tumeona Waarabu mle Saudi, wallahi akiwa na jambo lake anakuja Raudha, sehemu ile ambayo ilikuwa ndio msikiti wa Mtume, anatoka mkoa wenye anaishi, anakuja pale. Mwingine anaona haitoshi, anaenda pale Masjid Haram kwenye Kaaba, anamwambia lazima nifanye juhudi kwa kuomba dua. Wewe unataka uko mtelele tu unainua. Kuna mwingine hayakubali, lazima apoe juhudi. Kama ni mtelele, amka usiku, nenda za usiku hivyo. Lakini mtu la asili la asitra bila piga wewe.
Cheni tu ya hivyo. Mwingine nani? Mimi sijamaliza. Tayari ni mawili tu, sheria inasema sivyo. Kakizidi mawili atakuwa mengi. Naam, barakallahu fika Sheikh. Naam, wili moja. Alafu tunaenda huko. Ile moja kaniongezwa kidogo. Twende mbio. Naam. Naam, swali langu la kwanza ni wewe kusoma kitabu cha aqida. Kikasema je kitabu ndio kusudi. Nasema pana hadithi moja kwa inaeleza kwamba hakuna mkosi katika mambo matatu. Naam, hamna. Kwa mwanamke hakuna mkosi, hakuna mkosi isipokuwa mambo matatu. Yeah. Fil mar'ati wad-dar wad-dab. Naam. Hii hadithi wanachuoni wengi walizofisha. Ndio maana sikutaka kuitaja. Katika wale ambao sahihi. Hakuna mkosi hamna. Mimi nilikusomesha shuleni, nikakusomesha la tiyarata wala hamata wala safar. Mimi nilikusomesha wewe maneno. Hakuna mkosi. Hakuna ya kusema kuna kiuna kimesimama juu ya nyumba mgonjwa atakufa. Nadhani nilikusomesha hayo. Bila shaka. Wala safari wala mwezi wa safari sio mwezi wa mkosi. Yale masuala masemaka ukisafiri mwisho wa mwaka ajali ni hakuna. Kwa hiyo hadithi ni dhaifu. Hakuna mwanamke ambaye ni nuksi, wala hakuna kipambo ambacho ni nuksi, wala hakuna nyumba ambayo ni nuksi. Na nilikuwa naongea hata na ndugu zangu kijiweni, nikamwambia yanatokea kwenye maisha ya kila siku. Unaweza kununua gari la kazi, Coaster au Hiace au Dina. Wewe katia barabarani ifanye kazi. Na ukampa labda dereva ambaye unamwamini. Lakini kila akitumika ikiingiza siku 2-3 bara imeharibu. Nadhani nafanya hiyo, inazikula zote yani. Basi sijui chuma fulani kimeharibika, mara sijui pineli imepasuka, mara imegonga mtu, mara ilikuwa parking gari nyingine imepita imekuwa ruhusa. Nadhani anatokea. Mpaka wao nafikiri kusema hii gari ina mkosi sasa. Ndio hiyo umesema wewe, wadaba na kipando. Pamoja na kwa wewe unalia, kuna wakati nafikia tu hasira zinakupanda, anakuja mwenzako anakuambia mimi naona hii gari imeshakusumbua sana. Niuzie nayo basi. Naona bwana, nipe zote. Nipe, toa hichi. Tena sikitaki hapo, toa. Ngapi wewe nipe tu zote. Pengine gari thamani yake hata ni milioni 50. Yeye anakuambia niko na milioni 20, nipe hizo. Anakupa 20, alafu akipeleka kule haiharibiki hata pine wala hitoboki. Hayajatokea. Umar hayajatokea? Jibu nisikie, hayajatokea. Tena yeye kule na dua na kuombea na anatoboa na kuwa bosi kwa ile gari na leta mpaka na mwe nyingine. Lakini wewe kwako kubili kushinda. Na kuna mwingine anahamia ndani ya nyumba. Kuanzia siku amehamia mwanaume yeye, mara anazika mtoto, mara hichi kinakufa. Kama alikuwa na mifugo mpaka anasema hii nyumba imetupokea vibaya. Anaamua na hama. Wengine wakiingia wanatoboa na kazi wanapata na mavuno wanapata. Hakuna swala la mkosi. Kwa hiyo jibu ni nini? Antu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi min Allah. Hakuna kinachotokea duniani isipokuwa amepanga nani? Uliza hapo kadogo hapo. Tunaenda kule kwa Sheikh kadogo. Au kadogo katika ile swala la istikhara. Istikhara ni ile dua au ile sala yote pamoja. Nadhani imeeleweka. Istikhara ni yote pamoja. Yaani kabla ya dua lazima rakaa mbili zitangulie. Lazima ile rakaa mbili. Inaonekana tunaposoma hapo wewe ufuate. Nilikuwa nakufuata Sheikh. Nitakufukuza. Maana hayo ni maswali ambayo anapashwa aulize maamuma. Kuna nafasi niwewe kuvisoma hivi. Sikilize, ile nafasi niwewe kuvisoma viache huko. Nishakataa mtu asikuuliza upuuzi mbele yangu. Hapa nimekusomea nakwambia Mtume anasema idha hamma ahadukum bil amri. Utanifuata mimi yako maana kuna rekodi. Pindi mmoja wenu atakuwa na jambo lake faliyarka. Asali rakaa ngapi? Kisha aombe. Na sasa tunazungumza hivyo. Kwa hiyo ni yote. Haya maswali yaulizwa na maamumu wa kawaida, hapana wewe. Kwa sababu wewe katika tulabul ilm inabidi uwe unafuata vizuri. Mpe shekhe pale. Naam sheikh. Naam sheikh wangu. Jana kuna swali limeulizwa hapa la jenu la kuhusu mathna wa thulatha wa rubaa. Malizia aya. Mpaka akasema sijui kijakazi akataka kuleta mifano. Naam. Likanitravail sana kwenye kichwa. Sio wewe, alinifuata mpaka nje kabla hujauliza. Asante. Mpaka nje alinifuata, nilikuwa na ndugu yangu pale. Akasema kuna sheikh, ndio lugha alitumia, kuna sheikh kwamba amemwambia huyo kijakazi ni yaya kwa sasa. Yaani kama una kayaya nyumbani. Wallahi nakuapia tuambia pale. Kwanza leo akucha na nikamwambia basi nitakuomba tukiwa hawa huyo shehe nataka unitajie na jina. Lakini nikamuuliza ni shehe katika mashehe wa misimamo, yaani akusudia misimamo mizuri kwenye
kwenye dini, nikimaanisha Ahlus-Sunna na nini. Yeye mwenyewe anasema sio katika wale wamesimama kabisa. Huyo hana tena nafasi. Wewe kama ni kiama hicho. Kama ni kijana anapewa ruhusa hivyo alafu haulizi wengine, si tayari huyo anakwenda kuishi. Kwa hiyo watu wawe makini jamani. Naam, kwa hiyo nikukosesha amani. Asante. Basi likanikosesha amani. Naam. Mpaka ikaja katika ile suratul Mu'minun. Suratul Mu'minun. Naam. Illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum. Naam, fa inahum ghayru malumin. Naam. Sasa nikajifikiria isipokuwa kwa wake zao au ambao ni halali zao. Naam. Au wale ambao wanaomilikiwa katika mikononi mwao. Naam. Ya kiume. Naam. Sasa hicho ni Kiarabu, rudi kwenye tafsiri. Wewe unafasiri Kiarabu juu unajua Kiarabu. Ndio sasa kwenye kitabu cha funua hata simu yako tu hata tafsiri hiyo aya yote. Funua kwenye simu yako utapata faida. Walisema ni wale tuliotaja vijakazi Waislamu. Ndio maana wakatazaga Qur'an usifasiri juu unaijua. Utaingia na mdogo wake na mke wangu si ananitegemea mimi. Utaingia huko utaharibu kila kitu. Kwa hiyo sio tafsiri hiyo. Ni wale abagurana. Yuko huyo alianza hapo. Leta hapo na jana tuliweka wazi wao huko. Jana tuliweka wazi wao huko. Tulisema na magurano wao Kenyezi. Twala chishu. Uliza. Chukua kale uliza. Tulishalijibu. Na Allah tubariki. Allah tubariki sisi wote. Tia sauti nifiki. Swala langu naulizia kuhusu tofauti ya madhambi makubwa na madhambi madogo. Tulishalijibu. Nani atalijibu hapo? Na ninahitaji kujua apate thawabu za bure. Tulishalisema sana hapo. Maana kuna mengine inabidi mimi mnajibu na mimi mashehe wasiwatishi. Tofauti ya dhambi kubwa na ndogo. Dhambi makubwa ni yale ambayo aliwekea hadi. Sifa ya kwanza ili ujue hii dhambi ni kubwa au ni ndogo. Kila dhambi ambayo Mungu aliweka hadi. Hadi maana yake Mungu aliweka pinisio yake. Mfano ukiiba unafanyaje? Unakatwa mkono. Ni kubwa. Ukizini unafanyaje? Fimbo kama ni kijana kama una ndoa yaani ukisikia tu aliweka malipizi ni haya, hiyo ni kubwa. La pili, kila dhambi utasikia Mungu anasema ukifanya hiyo utakuchukia. Mungu amesema ukifanya tu hasira zangu utaziona. Mfano ukiua, Mungu ameahidi kama unataka uone hasira za Mungu wewe uua tu binadamu hata akiwa kafiri. Iko hadithi Mtume anasema man qatala muahidan, Mtume anasema atakayemuua kafiri, sio Muislamu kafiri anayeishi katika nchi ya Kiislamu lakini kwa mkataba. Usikie naeleweka? Mfano Saudia si nchi ya Kiislamu, si kuna wa embassy wa ambassador wa ile nchi ambao wengine ni ambassador sio Waislamu, lakini kusema waishi nje, kuna mkataba kati ya nchi ya Saudia na nchi yake ambayo mnaita les relations diplomatiques en français. Sawa, wewe ukaenda ukamuua yule kwamba si kafiri, ukamuua, Mtume anasema hautosikiaga hata harufu ya pepo. Yaani sio kuingia peponi, harufu hautaisikia. Kwenye aya sura An-Nisa wanasema wa man yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi. Atakayemuua Muislamu Mungu anasema atamtia motoni huyo aliyemuua na Allah atamchukia huyo. Kwa hiyo ukisikia kitu Mungu amesema atakuchukia, hiyo imekwisha. Hukuku ni walidain, kutowatii wazazi wawili, Allah anakuchukia. Mtume amesema ridha Allah fi ridha alwalidain, ili upate radhi za Mungu ni mpaka baba yako na mama yako wakuridhie. Wasakhatu, na hasira za Mungu kwako ni pale wazazi wako watakuchukia. Kwa hiyo ni kubwa. Tatu, Allah anakulani. Ukisikia kosa lolote anakuambia ukilifanya unalaaniwa. Yako makosa ambayo ukifanya umelaaniwa. Kama nini mfano? Kama nini? Kitendo cha kaumu Lut. Hii wanakufanya dunia leo, mwanamume na mwanamume kuingiliana, mwanamume kumwingilia mwanamke kinyume na maumbile. Mungu anakulani. Wengine kuchukua Qur'ani kuidhalilisha. Mtu yeyote anafanya dua zake feki, anachukua Qur'ani, anachana ile karatasi, anaenda kutupa chooni. Unalaaniwa. Bado la mwisho, ili moja. Naam. Milele. Ukisikia Mungu anasema ukifa unafanya hicho, kuna kale kaneno ka Kiarabu khalidina fiha
Abada. Jua hilo ni kubwa. Ongea tu abada, yani kubwa. Lakini kile msia utaingia moto, lakini Mungu anaweza akakusaa hiyo ni ndogo. Lakini kubwa ni. Kwa hiyo kila yenye haina hizi ni dhambi ndogo. Inaweza kufutika kwa kutawadha, kwa kufanya dhikri, kwa kutenda mema, lakini hivi mpaka tauba nasuha. Tauba ya ukweli. Sasa nilikuwa nauliza. Kwa hiyo hiki ndio kipimo. Na sasa kwenye hicho kipengele cha madhambi hizo dhunubu, kuna nahitajia kujua dhambi ambazo zinazoteremsha balaa na madhambi ambayo yanayosababisha yoyote kubwa. Kipimo ni hiki. Kipimo ni hiki. Yoyote kubwa utaona naingia huko. Ujue ukifanya tu hivyo balaa la Mungu la kupata. Nani mwingine? Wape wawili hapo na ule kaka atakuwa watatu, alafu huko tutakuwa tumemaliza, tunaenda huko. Ni moja lakini mmoja mnauzaga sana. Naam. Nilimpata rafiki yangu amesomea Sudani. Naam, amesomea Sudani. Yeye akasema kuhusu yeye kuoa mathna wa thulatha wa rubaa. Akasema hairuhusiwi kuoa mke wa pili hadi ule mke wa kwanza au ameshakufa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwa sababu anasema hivi anaishi mwa Burundi. Ndio, kwa sababu anasema hivi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alijua kujiongeza mke, lakini wakati iko na Bi Khadija aliishi naye huyo mmoja mpaka akafa. Yaani wale wengine kama asingekufa dini imevamiwa sana. Dini imevamiwa. Mwambie afanye tauba. Afanye istighfar, alafu aache kutumia akili zake kwenye dini. Unasikia vizuri? Aache kutumia akili zake kwenye dini, kwa maana hii maswahaba wa mtume wetu Muhammad. Tuache mtume. Maswahaba walikuwa wanaoa wake wawili watatu, na mtume yuko hai na wabi mkubwa wapo, na mtume hawakatazi. Siku mnaelewa maana? Yaani walikuwa wanaoa mke wa pili watatu, na ule bi mkubwa yuko na mtume hawakatazi. Na sisi tunaamini kwamba mtume hawezi kukalia kimya kitu ambacho kikosa. Kwa hiyo aache kutumia akili zake. Lakini akitaka faida, watu wanaweza kumpa faida, sio nafasi yake hapa. Yaani kwa lugha nyingine, kwa nini mtume alipokuwa na Bi Khadija hakuongeza mke? Ziko sababu. Na ndio maana swala la kuongeza mke ni sunna, sio faradhi. Sio wajibu, sio obligatoire, lakini ni sunna. Est-ce que unanifuata vizuri? Kwa hiyo kuna sababu zilikuwepo zilimpelekea kwa muda ule asifanye nini? Asiongeze mke. Miongoni mwa hizo sababu, mtume hakuwa na utulivu wa kutosha kusema ingie mstarehe. Juu alikuwa anashughulishwa na swala la Uislamu. Zama za Khadija ni Maka tu. Khadija hakufika Madina. Khadija alikufa mwaka wa 12 wa Kiislamu. Katika ile miaka 13 mtume yuko analingania Maka, na ile miaka ilikuwa ni shida kwenda mbele. Waislamu wanasumbuliwa mpaka mtume anaambia kimbilieni Ethiopia, mpaka yeye mwenyewe mtume anakimbilia Taif na kule anapigwa mawe. Kwa hiyo take hajawa na ule utulivu, maana mke ni starehe kama kisi mume ni starehe. Hayo hawezi kuja kaka. Ni kama vile ukila ukashiba vizuri na riziki ipo, ukalala vizuri, wewe unadhani utaoza nini? Kinachopata ni. Lakini ukiwa matatizo, kuna mitihani, stress na nguvu, utaongeza mzigo wewe. Watu wengine mbona sijui akili zao ziko wapi? Maana kuna wengine ni inna lillahi, unakutana ni maskini, Allah mfungulie, alafu ana wake watatu. Hamjaona? Huyo ni mtihani. Wewe utakuwa watoto wa watu. Wewe mwenyewe huna za kula, unaenda kuongeza mke wako. Lakini zipo kule, kuna sababu, ziko nyingi. Kwa hiyo acha. Naam shehe, mimi nilikuwa na maswali mawili. Swali la kwanza nilikuwa naulizia kuhusiana na hiyo sala ya istikhara. Naam. Umesali, majibu yamekuja muoe mwanamke. Naam, yani positive. Ukasema la, acha nisali tena turu ya pili. Si ujuaji. Wewe ni ujuaji. Maana kwenye dini wewe umemshamuomba Mungu ushauri. Kisha akupa majibu. Unaongeza nini? Jamani, acheni kutumia akili zenu. Sasa haya tuchukue ndio umeamua umesali sasa. Imekuja tena. Hiyo ya pili kawaje sasa? Vile mchukue. Umesali tena turu ya tatu kwa mara ya tatu. Ikaja tena vile. Sasa nilikuwa naulizia, mwanamke hawezi kuwa mtihani kwako huku duniani. Haiwezekani.
Haiwezekani. Mungu tunamwabudu, hawezi kukuingiza muerere. Sasa swali langu mimi ni hili, Mtume sallallahu alaihi wasallam alioa wake 13 12 akawatoa liko wawili. Naam. Au wawili Sheikh akuwa amesali sala istikhara. Nani? Mtume. Wallahi swali nzuri, bacheka tu. Katika hikma ya majibu, kila alichofunza Mtume alikuwa ni mfano. Kwa hiyo kama talaka ni ibada na yeye Mtume anatakiwa awe mfano, inakuwaje? Asiache. Lazima aache. Usipeleke akili yako. Nadhani nimejibu kila alichofunza Mtume alikuwa ni kudwa. Hakuna cha kufunza alafu akufanya. Alikuwa ni mfano. Na ndio maana unaona Mtume alirogwa. Hakuna uchamungu. Anao. Lakini Mungu atakwambia kwamba ni binadamu. Na ndio maana Mtume alisahau na alikuwa anasalisha. Kwa nini akasahau? Ni binadamu. Kwa sababu Mungu anaonyesha pratiquement kwamba ni hivi na hivi. Kwa hiyo akisahau ili alete sijida tusahau, lazima kwa sababu en pratique. Ndio kiwafunza tu kiteori, kuna watu msielewi. Sio unafuata vizuri. Kwa hiyo majibu ni hayo. Naam. Swali la pili nilikuwa naulizia kuhusiana na yamesha kwa mawili hayo. La pili. Hilo la tatu. La pili hivi. La kwanza ulisema majibu yamekuja, ni message yamekuja, ni message yamekuja. Mungu huyu mwanamke usikuwa tatizo, tumejibu. Mtume naye tumejibu. Manga lile lilikuwa na kuongeza tu. Lakini leo nilikuwa naulizia hapo kuhusiana na hizi zama zetu kwemo. Naam. Mtu kumwoa mwanamke na afu kumruhusu kufanya kazi. Kumruhusu mke wako kufanya kazi. Je, inajuzu wala haijuzu? Kwa nini sijuzu? Sharti tuwe ni chini ya mi'yar na misingi ya dini. Bas. Mfano iwe chini ya misingi ya dini. Mfano umemruhusu afanye kazi sehemu ambazo wewe una imani ya kwamba hakuna fitna. Na yeye avae amejikamilisha. Bas. Usiweki ndani kaka, utakufa kabla ya tarehe. Sijui kama naeleweka wake zetu wasitumiki tukawatumikie sisi. Yaani wewe ndio soko ukaemewe. Nilikuwa naulizia kwa hapo kufanya kazi. Kaka acha watumike. Kilichokatazwa tu usimruhusu kwenda Omani. Maana wako mke anaenda Omani, bwana anabakia hapo. Mke anaenda Dubai kutumika, bwana yuko hapo. Yaani mwanamke anaenda kutumika, wewe unabaki unachunga nyumba na watoto. Hapo Mungu atakuchoma. Maana yake hapo wewe kizigenza. Hiyo hapana. Lakini hapa safi. Wewe unatoa nenda kazini. Lakini wewe chini ya misingi ya nini? Ya dini. Na wakati wote utahofia fitna, msiwie. Alafu kuna maswali mengine ambayo mnauliza baada ya kutekeleza. Ushaoa? Ulishaoa? Ningelijua mapema singekupata mikono. Kaoe kwanza alafu jiulize. Naam Sheikh, Allah kubariki na kujia kheri. Akubariki sote. Swali ni kwamba baada ya kujua muda wa kusubiri majibu ya istikhara naongeza siku 3 nini hivi na hivyo na kujua ni muda gani ni mzuri kuomba ile swali. Swali ni kwamba vipi tutapata mifumo ya majibu ya istikhara yajibiwa vipi? Sasa majibu yatakuja aje? Hilo ndio nilijua watu watauliza. Juu na ule umelipita tu, umeomba dua alafu Mungu akajibu. Ila akufungua akajibu aje? Mfumo unajibiwa aje? Mara nyingi anakuja kwenye ndoto. Mara nyingi majibu kwenye ndoto. Kwa sababu Mtume alisema kwenye hadithi ar-ru'ya juz'un min 36 juz'an min al-wahy. Mtume alisema ndoto ni sehemu moja katika sehemu 36 za wahi kutoka kwa Mungu. Kuna watu wamejaliwa wanaota kitu na kinatokea kama kisi alikiota. Vile aliota ndio kinatokea. Sijui unanifuata vizuri. Kwa hiyo njia nyingi inakuja kwenye ndoto. Njia ya pili, kuna wakati inakujaga ni mtu, ima ni rafiki yako, ima ni ndugu yako, ima ni shehe wako, ima almuhimu hajui swala lako. Yeye hajui kama wewe una mpango wa kuomba visa, kwa mfano wa visa, au una mpango wa kumwoa binti, hajui. Lakini unakutana tu naye wewe Mustafa, mbona umechelewa kudini kuoa wewe? Naambia bado niko nafikiria, wewe usafanya istikhara. Alafu wewe kama kufikiria anakuambia nenda kwa mzee fulani, nenda kwa mzee Rusambo kuna binti pale. Kumbe wewe kwenye istikhara zako
Mungu kama mwanamke ni bora kwangu ni yule binti ya Mzee Rusambo. Alafu huyo mwenzako anakuambia bwana, nina kwa Mzee Rusambo kuna binti. Alafu unaona mtegemeo nani? Mbona Mzee Rusambo ana binti wengi? Anamtaja jina, unakutana ni yule ambaye ulifanya nini? Umekusudia. Yeye kajuaje sasa? Allah akapitisha majibu. Sio anafuata vizuri. Kuna wakati anatokea watu wanakuja kumwambia bwana, wewe hii kazi hapana, lakini fanya hii. Na kweli unaacha ukifanya hiyo. Wengine walikuwa wanakuja kusema wewe hiyo kazi unafanya, acha nenda Dubai. Nenda. Na unakwenda kule unatoboa. Sababu ndio hivyo. Kwa hiyo majibu yanakuja katika njia tofauti. Na kuna wakati hayaji kama alivyosema kaka. Hayaji kabisa, umeipiga mara hizo. Hakuna cha ndoto wala hakuna cha mtu anakuja kukuambia. Kwa kuwa haujalijua ila kuomba ushauri, unajikuta wewe ndio unapiga boli ndefu. Sinatokea. Simuoni. Unakutana unachagua, kwa hiyo acha nichukue. Baada ya kumchukua utajua kama majibu ni ya istikhara au sio istikhara kwa matokeo. Umemchukua alafu mambo fresh. Inakujaga kama ningekuwa sikumchukua ningejuta. Sio akili yako. Taufiki ya nani? Allah atulindie. Na alishachukua mzee kule, anaoshinda umri. Sheikh, swali. Kabla hajauliza mzee, tuchukue watu wangapi? Moja. Wale wa 1, 2, 3 na ule wa nyuma kule. Alafu tufunge. Na Sheikh, swali. Limoja baba. Moja tu. Ruhusa. Salati istikhara. Naam. Mtu anaweza akaiswali nyumbani yeye na jamii yake? Swali nzuri sana. Jamaa. Swali nzuri sana. Wallahi swali la busara na akili. Allah akuzidishie. Amin inshallah. Ndugu zangu, sala yoyote ya sunna ambayo dini haijasema muisali jamaa. Kuna sala za sunna ambazo inajuzu kuisali jamaa, ikiwemo sala ya Ijumaa, ikiwemo sala ya Laidi, ikiwemo sala ya istisqa kuomba mvua, ikiwemo sala ya tarawih, ikiwemo sala ya jua na mwezi vinavyo kabatana, salatul kusuf au al-khusuf. Nadhani mnaelewa. Hizo ni katika sala za sunna ambazo inajuzu kuzisali jamaa. Zingine ambazo haijuzu kuzisali jamaa, nifuate vizuri, ziko nyingi, ikiwemo kablia, ikiwemo baadia, ikiwemo tahiyatul masjid. Mnanifuata vizuri? Ambazo haijuzu kuzisali jamaa. Ndio swali la mzee. Maana na istikhara ni katika hizo ambazo hazisaliwi jamaa. Zinasaliwa jamaa hizo pindi zimeeneza moja masharti hayo. Sijui kama naeleweka. Sala yoyote ya sunna ambayo kisheria haijuzu kuisali jamaa, mfano sala ya kablia. Nadhani hata mkiingia msikitini mko watatu, mkataka kusali tahiyatul masjid, kila mtu anasali kivyake, kwa sababu sheria hairuhusu kusali nini? Sheria hairuhusu. Kwa hiyo kama hizo za hivyo, sheria huwa inaruhusu usali jamaa hizo ambazo kiasli haijuzu, kama imeeneza moja miongoni mwa sharti mbili. Sharti ya kwanza, itokee bila khiari. Sijui kama naeleweka. Bila khiari maana yake ni aje? Unaweza ukaingia ukawa wewe na sali zako tahiyatul masjid au una sali zako kablia, alafu kidume kama kile kimeingia kikaja kikakugusi. Siku wakati inatokea anakugusi ili anasimama hapa ni maamuma, usifungui sala kwa mimi nasali sunna. Hapa mnalazimika muisali jamaa. Tena wao uzidishi zile rakaa zako ngapi? 2. Kifikia pale utatoa salamu, yeye ataendelea kulipa baki. Yaani itokee bila kupangilia. Sio, nimeeleweka? Maana ujuaji unakuwa ni mwingi. Kuna watu wanafika tu na hivi kabla njoo tupige pamoja. Hakuna na kupiga pamoja. Sharti ya kwanza ni hiyo, itokee bila kupangilia. Sharti ya pili, min babi ta'limi, katika mlango wa kumfunza. Wewe unataka kusali hiyo sala, kawaida haiwi jamaa. Lakini kuna mwingine unataka na yeye aisali ila halijui. Mfano ni Muislamu mpya, yanatokea hata siku ya Ijumaa, ameingia dini kwenye sala ya Ijumaa.
Sasa alasiri unakuja naye msikitini na wewe unataka usali tahiyatul masjid, wewe unataka yeye kaisaliwa, lazima usali naye, kwa sababu katika nia ya kufanya nini? Ya kumfunza. Sharti ngapi? Hakuna ya tatu. Kwa hiyo kama nyumbani hawaijui istikhara na ukaona ukienda kuyafikisha haya hawatokuelewa, isipokuwa tufanye nini? Tuisali kwa pamoja kwa lengo la kufanya nini? Na kuwafunza, inajuzu. Alafu wakishajua kila mtu atakuwa anasali kivyake. Wallahu a'lam. Umesema mawili, mzee Shatu, mpe ule pale. Na ni moja. Mimi swali langu, maana niliulizwa nje, kuna mtu aliniandikia nje akanambia kuna mtu hapa alipiga Kiingereza vingi vinapanda kweli au vipanda. Na sasa nakumbuka siku ile aliuliza swali la Kiingereza, kumbe kuna watu kule walifuata somaji, huyu jamaa kinapanda kweli au akipanda. Nasema mimi nitawapeni namba yake ya simu, mtawasiliana naye. Labda ikawa pengine kijana kinapanda, visa ikaja ukatoboa zako, ila usirudi kuuliza Kiingereza hapo, usijaribu kuuliza Kiswahili. Na ni ipi hukumu ninapomwadhibu mtoto mdogo hajaifikia kubaleghe anapofanya kosa? Dini inasema nini? Dini inasema nini unapomwadhibu mtoto mdogo ambaye hajafikisha miaka 10? Kwa sababu hadithi ya Mtume alisema wazi, alisema muru abnaakum ila salati li7, waamrisheni watoto wenu kwenda kusali pindi wana miaka 7. Akasema wadribuhum li10, na muanze kuwachapa kama wakikosea pindi wameeneza miaka 10. Kisha akasema wafarriqu bainahum fil madaji, na sehemu ya malazi watoto wa kike na wa kiume kwa hiyo miaka 10 watofautisheni. Sasa kijana anauliza, anasema wale wazazi wanatabia kuwapiga watoto zao ili hali bado ni wadogo, kana miaka 7, 8, pengine akakwenda shuleni au kamevunja pengine simu yako na nini. Maana kuna wazazi wanajua kupiga hapana mchezo. Dini nasema nini? Ni dhulma unakuwa unamfanyia mtoto, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuhukumu kwa sababu umemwonea. La yajuzu. Na hasa akiwa sio wako ndio inakuwa ni dhulma mara mbili. Haijuzu kuwapiga watoto wadogo. Kila siku napenda kusema nchi za magharibi huko hazikuchukua tauhidi Uislamu wetu, lakini zimechukua maadili ya Uislamu. Kampige mwanao kama unaishi naye Ulaya kwenye huyo umri. Watoto kule wanajua mpaka namba ya polisi. Yaani ukimdunda na uwezo wa kupiga simu kwenye polisi na polisi ikaja na wakakuhukumu kama umeshindwa kuwalea watoto vizuri na ukanyang'anywa watoto na ni wako wako. Na pengine uko unaenda kulelewa wakakosa Uislamu na kesho mbele ya Mungu ndio utayajibu. Kwa hiyo kosa likubwa sana kumwonea mtoto mdogo, na hasa mnapowapiga wako msikitini. Maana kuna watu wanatabia mtoto akileta fujo msikitini anakapiga konzi mpaka nyinyi mko mnasali, mnakosa utulivu ndani ya sala. La yajuzu. Uislamu umekataza. Naam. Allah kwanza akubarikie inshallah. Atubariki sote inshallah. Amin. Na nilikuwa naulizia ni ndugu yangu ambaye amemkata mguu. Naam. Sasa nataka nimuulizie, nikasema nisimjibie kiakili. Naam. Niulize kidalili. Atakuwa na sali aje? Ana mguu aliulizia kwanza kuhusu kushika udhu, utashika udhu wapi? Atatawadha, alafu akifika kwenye ile sehemu yenye alikata mguu anaashiria. Yaani anaashiria kama vile yuko anakosha kwa kupitisha juu tu bila kugusa. Naam. Na ikiwa mfano ilikuwa ni mkono wakati wa kutoa shahada, yani waliukata sasa. Waliukata. Ndio. Lakini wakusoto huko mzima. Huyo ni kipande. Anaitoa bila kushahidilia, yani bila kidole. Si hakuna. La yukallifu Allahu nafsan illa ndani ya roho. Na kwa hiyo swali waliuliza hapo ya huyo mtoto kumpiga. Na acheni kwa mnawapiga. Ikiwa ni madrasa ndio kabisa, hasa walimu wa Qur'ani, Mungu wasamee. Ni makosa makubwa sana. Mtoto mdogo hapigwi jamani. Wanapigwa na polisi na wajeshi katika kufunzwa. Ndio wanapigwa. Katika jeshi na polisi fimbo ni somo katika masomo. Kama mlikuwa hamjui. Kwa sababu wanalugha wanasema ukiokopa fimbo mbele ya masasi hautasogea. Ndio maana wakati wanafunzwa wanapigwa. Na wanapigwa kweli. Lakini mtoto mdogo hapigwi. Unampigia nini? Si Mtume alikuwa anasalisha wanamparamia juu ya mgongo, msikia mwapiga. Acheni kuwapiga. Kuna wengine mnawapiga watoto mpaka akikuona barabarani anakukimbia. Na akiongea na wenzake, kile kizee kile roho mbaya. Yaani ataishi miaka yote kuombea dua. Yaani nini? Acheni kuwapiga watoto. Naam. Naam, sheikh. Naam habibi.
Nilikuwa na swali langu hapa. Hilo limoja inshallah. Ili na wengine waulize. Kuna baadhi ya wazee wana mabinti zao. Mabinti zao. Watu wanapokuja kuwaposa, wanapokuja kuwachumbia ni wachumbia mabinti. Wanaweka tuseme sharti ngumu kusema mpaka amalize sijui masomo. Mambo marefu na wewe unataka kuchukua zako mzigo mapema. Dini inasema nini? Sababu nilikuwa naulizia kipi bora kati ya huyu binti, kati ya ndoa au shule? Swali nzuri sana. Kuna wakati unaenda kuoa kwa mzee anakuambia binti yangu bado anasoma, subiri amalize masomo. Na wewe unamtaka wewe wakati. Kwanza anauliza wao wazee wanakuwa wamekosea. Alafu kipi bora? Mwanamke kuolewa au kuendelea kusoma? Acha tuanzie la kwanza. Mzee anakuwa hajakosea. Kwa sababu yule binti ni miliki yake. Na madama ni miliki yake, yeye dini imempa na nafasi na haki ya kumchagulia kile ambacho yeye anaona ni bora kwake. Pengine mzee kama masomo ni bora kunako maisha yake na future yake kuliko mume kwa hivi sasa. Anakuwa hajakosea. Kwa hiyo ili la pili sasa, kipi bora kati ya ndoa na kuolewa? Ndio swali lake. Kaka, inategemea. Kuna wanawake ambao japokuwa ni mabinti, kuolewa kwao ni bora kuliko kusoma. Wapo. Na kuna wengine kusoma ni bora kuliko kuolewa. Aje. Kuna wakati mnasoma na binti anasoma, lakini Mungu amemfungulia fahamu. Tuliosoma shuleni tunayajua. Kuna wakati binti anawapiga kalamu mpaka mnashika adabu. Wapo. Yaani kichwa kinakubali kabisa. Na wakati mwingine nyewe mnafeli, yeye ndo anawashairishia. Huyo hivyo tukimpata hata katika jamii, mwacheni asome. Kwa sababu jamii inahitaji wa intellectual ngambo zote. Tunataka wasomi ngambo zote. Huyo kusoma kwake ni bora kuliko kuolewa. Na kuna mwingine binti la haula wala quwwata illa billah. Yaani hata kuweza masomo na dua za wazazi zinachangia. Kila siku anaweza msampe baada ya marepeshaji. Si wapo? Amesha double mara 3 mara 4. Huyo akitoka kuboa aende kaolewa. Tena unapokuwa mwalimu unamwambia haraka sana bwana, wewe kaolewe. Uko unachelewa kuzaa, nenda kazae. Kwa hiyo tunatizama kwenye jani. Binakwenda ni hivyo. Naam, inategemea. Naam. Nilikuwa naulizia swali kuhusiana hiyo istikhara. Naam. Kwa mtu ambaye labda anajifahamu kwamba yeye riski yake anaipata katika njia haramu. Riski? Au anakula riski za haramu, anajua kabisa pale. Yaani anajua kabisa mimi ni mtu wa mabigavu. Naam. Tayeb. Wewe mbona unaulizia vipi? Na dua tunajua ukiwa huko hivyo dua ikubaliki. Haitapanda. Je, wewe unamshauri aje? Swali istikhara au labda swali lizuri sana. Unajijua kabisa wewe riziki yako ni lakini unataka ushauri kwa nani? Kwa Mungu. Na umeshapokea kwamba kama kula haramu dua ifanye nini? Sasa mimi nafanyaje? Kabla ya kuomba hiyo siku umenuia usili haramu. Tia pause. Si inawezekana? Bwana mimi na dua yangu saa 8 za usiku. Jana nilikula, leo nimekula haramu. Kesho naamka na saumu. Sidi tena. Wala sili hata nikikavua bisidi. Halafu nana usiku naamka napiga mizani na muomba Mungu afanye hivyo. Yaani afanye zile sababu zote ambazo zinaweza kuzuia dua isipande. Kwanza afanye nini? Ajiepushe. Halafu ndo uombe. Na wanavijuaga wenyewe. Na vizuri sana. Hata hawa dada zetu ambao wanatembeaga vichwa wazi. Tena Allah awasamee na waongoze Rabbal Alamin. Anapotaka kuomba dua yake ya kuomba mume, huwa hamuombi Mungu yuko kichwa wazi. Wende mkaulize utawaambia. Akitaka kuomba Mungu dua, Mungu anamwambia nipe mume. Wallahi hamuombi yuko kichwa wazi. Tena wakati mwingine unatafuta kimjitandio kikubwa. Pengine lazima atakuwa bi mkubwa kule. Anajitandia mpaka ukivumbana naye unashindwa kuelewa ni yule mwenye namjuanga huyu. Kwa sababu anajifanya basi anamuonea Mungu aibu. Na ile inajuzu pia. Sasa anajua kwamba nikienda hivi haikubali. Kumbe na wewe mwambie kwanza masuala kwanza ya kula haramu. Kwa huyo muda basi tia nini? Pause. Ili basi umuonee Mungu aibu. Alafu muombe. Naam. Nani mwingine? Ukimaliza ni wewe nyuma wako na ndio mwisho.
Maana muda umekuwa mbali. Tena mjaribu ile moja maana mko wa mwisho. Ndio. Swali langu ni watu wawili wamechelewa swala ya jamaa. Watu wawili wamechelewa swala ya jamaa. Ndio. Aidha wamechelewa taraka moja hivyo. Afu nafikia wakati imamu atakutoa salamu. Naam. Yule mmoja anatinga tu imamu anaanza salamu. Anawahi kuinuka ili asali. Afu na mwingine anasubiria mpaka imamu amalize. Hilo au wawili naye kapatia kazi yao. Nani amepatia na amekosea? Yule ambaye atainuka baada ya salamu ya pili ya imamu ndo kapatia. Tulisoma hadithi hapo. Mtume anasema wama adraktum fasallu. Pale mmemkuta imamu msali. Wama fatakum faatimu. Na yale yaliyowapita mlipe. Yamewapita baada ya imamu kufanya nini? Kumaliza sala. Maana kuna watu wanao tabia salamu alaykum wa rahmatullah, unamuona subiri imamu amalize. Ukishatoa na salamu ya pili ndio simama. Acha pupa. Na wewe ndio unipatie. Naam Sheikh. Kwa tunazungumzia istikhara ni kwamba kabla kufanya jambo lako mshaurishe Allah. Naam, ndio mtangulizi. Sasa ukakutana labda umeghafilika. Naam, kama binadamu. Naam. Lakini unajua kama istikhara ipo muhimu. Naam. Ukaghafilika ukatanguliza kufanya jambo kabla istikhara. Naam. Kwa mfano inawezekana bila mfano inawezekana. Umeafilika ukakutana umeshalitekeleza kabla ya kutaka ushauri Mungu. Unarekebisha aje? Unafanya istikhara. Kwa sababu tuko na dua Rabbana la tuakhidhna in nasina. Susha yoma huko. Mungu usituhesabu kama tutakosea au kutereza. Kwa hiyo unajua istikhara ni muhimu. Lakini ulikosea juu ulisahau kuisali au ulitereza ukatanguliza nini? Wewe ipige tu. Kwa mfano hapo Sheikh Sashab tolea biti na mahari lakini fanya ka. Jibu likajana. Swali ni nzuri, labda kaja negative. Inawezekana. Fanya aje kwa unatoa tu nini kule kwamba jamani. Mwambie tu kweli. Mimi nilikuwa nimezamilia kukuoa lakini kwa kweli kwa sasa sitakuoa. Na ile mahari nitoe ni sadaka yako. Usiombe tena na hiyo pesa. Mwachie tu kwa ajili ya Allah. Allah atakupa vingine vizuri. Kama jinsi kuna vijana, yuko kijana mimi namjua alikuwa anasoma dini, akachumbia, alafu kabla hajaoa akafishwa. Yaani kijana ndo kafishwa. Na alikuwa ametoa mahari kweli pesa kidogo nene. Tukamzika na hivyo. Baadaye baada ya kilio kusambaa, mimi nilikuwa miongoni mwa watu niliitwa na familia. Kwa sababu nilikuwa nahusika kwa ngambo moja au nyingine. Wananiuliza ile swali, Sheikh, inajuzu tukaombe ile mahari kwa sababu saisha kufa kijana wetu. Kwa wengine hakuna kuoa. Tukaombe, nikamwambia la. Kaambia acheni kwake hiyo ni sadaka zitamsaidia mbele Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo unaacha. Lakini unamwambia sio muache kimya kimya. Juu kimwacha kimya kimya unakuwa umemtia tena mkesi. Labda mwingine atakuja kutaka dini anasema mimi bado mchumba wa kumbe si kweli. Kumbe unamwambia tu atalia sana ndio alafu unamwambia tu ni kadari. Unamwambia kubaliana na kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم الدين اللهم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ابن نمر ميديا أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس.